Promova TV, a home of testimonies. Huu ni ushuhuda wa Moses Lushiku kutoka Kongo DRC. Na sasa tupo katika sehemu ya mwisho kabisa ya ushuhuda huu, ambayo ni sehemu ya 23. Karibu tuendelee. Mimi ninayekualika, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza pia kunipata kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Mhariri wa sauti kwenye ushuhuda huu ni Eric Audax. Lakini kumbuka, ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda zetu zote, tembelea channel ya YouTube kwa jina la Promova TV. P-R-O-M-O-V-E-R, Promova TV. Karibu tuendelee. Katika mwendelezo na sehemu hii ya mwisho kabisa ya ushuhuda, tutaangazia kuhusu ripoti ya mwisho ya malaika wa 4 wa kiroho. Hapa tukiangazia kuhusu wasilishaji wa malaika wa 4. Wapendwa katika Bwana, tayari tumeshiriki ufunuo wa malaika watatu wa kwanza wa kiroho, na leo tutatoa ujumbe kuhusu malaika wa 4 wa kiroho. Kuna mchakato wa mambo ya Mungu. Mbingu inatungoja tufanye kitu ili mbingu iweze kuitikia kama matokeo ya moja kwa moja ya kile tunachofanya, ili kuchochea baadhi ya vipengele. Kwanza, tuna malaika wa kwanza aliyesema kwamba mtu anapokuwa mtakatifu mambo hutokea. Wajibu wetu ni kujifanya watakatifu na kujiweka kando. Huu ni ujumbe wa kuwekwa wakfu, ambao pia ni sadaka ya sisi wenyewe. Tunapojiweka wakfu katika Bwana, jambo fulani huanzishwa moja kwa moja. Ninamaanisha kuwa kazi zetu za kiroho huchochewa, kazi yetu ya asili kutoka nje ya kawaida kwa matumizi ya kiroho, na Mungu anaanza kutumia kazi tulioitengeneza kwa ajili ya kujenga. Malaika wa pili alifunua kwamba aliingilia kati tu katika uwanja wa majaribu. Malaika wa pili wa kiroho anasubiri tushinde majaribu, ndipo anapoingilia kati. Sisi ni kizuizi chetu wenyewe katika suala la uzoefu wa kiroho. Hata hivyo, mara tu tunapopinga majaribu na kushinda majaribu, malaika wa kiroho anakuja na anatupa uwezo wa kuwa bora kuliko wajaribu. Wakati wowote unaposhinda majaribu na mitego, unashinda majaribu na taji inayotayarishwa kwa ajili yako. Malaika huyu wa kiroho anayekuja tunapopinga majaribu na dhiki, ndiye malaika anayeingilia kati katika uwanja wa ukuu wa utukufu. Hivyo ni kusema anatupa ubora, kama vile Musa alivyokuwa na malaika mbele yake. Malaika huyu wa kiroho pia anakuwa malaika anayetembea mbele yetu, na kila wakati mjaribu anapokuja, anakuwa nguvu yako ya kukupa ubora juu ya majaribu. Malaika watatu wa kiroho anaingilia kati katika eneo la huduma. Anafanya kazi ili tuweze kumtumikia Mungu katika eneo tuliloitwa, na anahakikisha kwamba tunatimiza utume ambao tulizaliwa kwa ajili yake. Kila tunapojiweka wakfu, yeye huamsha huduma ndani yetu, na yeye ni malaika wa huduma ambayo tumeitiwa. Kumbuka kwamba kujiweka wakfu, kujitolea na kujinyima huchochea huduma ndani yetu. Uwekaji wakfu huchochea uwezo usio wa kawaida, na mtu anakuwa chombo katika mkono wa Mungu. Tutazungumza juu ya malaika wa 4. Ninataka kurudia maneno ya malaika wa Mungu kirahisi, lakini
nitakuwa nikitoa maoni. Ndugu zangu, unapokutana na viumbe hawa wa mbinguni, ni kana kwamba kuna uwanja wa sumaku unakufanya ufuate mawazo yao. Wanaposema sentensi, ni kana kwamba umetoka katika ufahamu wa kibinadamu na wa kawaida. Unaelewa watakachokisema kwa urahisi. Ndiyo maana natoa maoni, kwani nilipokutana na hawa malaika nilijikuta nipo kwenye uwanja wao wa utendaji. Mungu aliposhuka ndani ya kijiti kilichokuwa kinawaka moto, alimwambia Musa, vua viatu vyako, maana ardhi hiyo unayoipata ni nchi takatifu. Kutoka sura ya 3 mstari wa 5. Mungu anaposhuka mahali fulani, mazingira yanayozunguka yanabadilika. Wakati viumbe vya mbinguni vinashuka mahali fulani, moja kwa moja unakuwa chini ya ushawishi na unakamatwa, na utaanza kufanya kazi katika ushawishi huu. Malaika wa 4 alipozungumza ili kuhitimisha ufunuo, malaika aliniambia, Musa, kuna tofauti kati ya hekalu la kale na hekalu jipya. Hekalu la kale lilikuwa jengo na hema. Katika enzi mpya, mahekalu ya Mungu si nyenzo tena. Mahekalu na makazi ya Mungu ni wanadamu. Tazama, huu ndio utukufu mkuu zaidi. Malaika alifanya tofauti ya mara moja kati ya hekalu la kale na hekalu jipya. Hekalu la kale lilikuwa la nyenzo, lakini mahekalu mapya ni wanadamu ambao hutumiwa kama makao ya Mungu. Katika hali hii, utukufu ni zaidi kwa wanadamu kuliko katika nyenzo. Katika Agano la Kale, Mwenyezi alipatikana katika hema la kukutania, lakini katika Agano Jipya, Mwenyezi anapatikana ndani ya wanadamu. Hekalu la kwanza halikuwa na macho na halikuweza kuona na kuongea, lakini hekalu la pili lina macho ya kuona na kuongea. Malaika alisema, sisi malaika wajumbe wa Mungu tulikuwa katika hema la kukutania, na tulichongwa na kutolewa kama makerubi waliopiga magoti juu ya kiti cha upatanisho au kiti cha rehema kwa namna ya mifano. Unajua kwa nini wenzetu waliwakilishwa wakiwa wamepiga magoti juu ya kiti cha upatanisho, ambacho ni kifuniko cha sanduku la agano, ambamo ndani yake kuliwekwa kanuni za sheria? Makerubi walikuwa juu ya kifuniko cha sanduku la agano lililofunikwa na sheria ya Mungu. Lilifungwa ndani ya sanduku la agano. Tulikuwa tumepiga magoti juu ya kifuniko cha sanduku la agano ili kuonyesha kwamba siri ya Mungu ilikuwa bado imeandikwa na kutiwa muhuri. Sheria ya Mungu ilikuwa ndani ya sanduku la agano ambalo lilikuwa limefunikwa na kiti cha upatanisho kwa ajili ya fumbo hilo lililotiwa muhuri na kuwekwa kificho. Makerubi ambao ni wafunuaji na wajumbe wa siri ya Mungu walikuwa wamepiga magoti juu ya kifuniko cha sanduku kinachoitwa upatanisho. Wakati fulani ilikuwa ni lazima kufungua sanduku la agano ambalo lilikuwa limefungwa kwa kuwa sheria ilikuwa ndani. Hii ndiyo tafsiri ya makerubi waliokuwa juu ya upatanisho kwa namna ya mifano. Malaika wa 4 alieleza na kusema kwamba hii ndiyo sababu sanduku la agano liko katika umbo la mfano. Makerubi walio juu ya kifuniko cha sanduku kwa namna ya kielelezo ni wajumbe wanaoonyesha kwamba mambo yaliwekwa kanuni kwa ajili ya agano la kale. Makerubi hawa ndio walinzi wa agano, kwa maana sanduku la agano lilifungwa na kufungwa. Malaika hawa walikuwa bado hawajafanya kazi.
zilikuwa ni sanamu tu na uwakilishi wa mafumbo yaliyofichika kufunuliwa. Neno la Mungu liliwekwa kificho wakati huo. Malaika wa 4 anaonesha katika enzi yake kwa nini Agano la Kale halijagundua uhalisi wa neno la Mungu. Kwa sababu sanduku la agano lilikuwa bado limefungwa na wale walinzi wa malaika ambao wameonyeshwa kwenye picha wakiwa wamepiga magoti juu ya kifuniko cha sanduku hawakuweza kutoa na kusambaza siri ambayo ilikuwa imefichwa. Wakati huo sheria ilikuwa ndani ya sanduku ambalo lilikuwa bado limefunikwa na kufungwa. Hii inaeleza kwa nini wajumbe wa malaika walikuwa katika umbo la sanamu. Hii ni muhimu sana. Malaika aliniambia kwa nini mambo haya yalikuwa pale. Tulichongwa na wasanii kwa sababu Mungu alitoa amri kwamba kila kitu kwenye maskani kichongwe kwa akili na weledi. Watu wa Israeli walichukua kibao cha sheria, waliliweka ndani ya sanduku la agano na kulifunga kibao cha sheria ambacho wamekiweka ndani ya sanduku la agano. Hii ina maana kwamba hawakuwa wakiisoma. Kwa kweli walikuwa katika mazoea, katika matambiko na mila. Hata hivyo, wakati uliowekwa, Mungu aliamua kufungua sanduku la agano ili kurudisha kanuni za sheria ili siri hiyo ifunuliwe. Mwenyezi Mungu atakapoirudisha sheria kutoka kwa sanduku la agano, Biblia inasema, nitaweka sheria yangu katika nia zao na kuiandika katika mioyo yao, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Hakuna mtu hata mfundisha tena jirani yake au ndugu yake akisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa wao, asema Bwana, maana nitawasamehe maovu yao na kuwakumbuka usitende dhambi tena. Yeremia sura ya 31 mstari wa 33 hadi 34. Lakini kuwe na utukufu mkuu katika hekalu jipya, kwa maana utukufu wa Mungu hufuata sheria kila wakati. Sheria iko ndani ya roho zetu, lakini mapenzi na upendo viko ndani ya mioyo yetu. Kama utukufu mkuu zaidi kwa wanadamu ni hekalu jipya. Maadamu neno la ufunuo halijahubiriwa makanisani, hakutakuwa na kitendo chochote cha malaika. Malaika hawa watabaki katika umbo la sanamu. Dada mmoja kutoka Ethiopia alinitumia ujumbe akisema, unaelezea kwamba malaika watatu anaweza kumudu kusema imekuwa maelfu ya miaka hawajazungumza? Kusema ukweli, neno lilitiwa muhuri. Hakukuwa na urefu wa ufunuo. Wakati huo Bwana alisema, Danieli, yafunge maneno, ukakitie muhuri kitabu mpaka wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Danieli sura ya 12 mstari wa 4. Na kisha Biblia ilipotiwa muhuri, ujuzi wa neno la Mungu ulibaki kuwa mfano. Ninaposema nembo, tunazungumza juu ya nembo katika katikati ya hema la kukutania, ambapo palikuwa na uwakilishi na picha. Ufunuo ulikuwa bado haujatolewa kwa watu hawa. Na malaika wa 4 anaeleza kwa nini. Anasema, tulichongwa na wasanii kusema sisi malaika ni mawakala wa sanaa. Makerubi wamechongwa kusema kwamba ni mawakala wa uwanja wa sanaa.
sanaa ambayo sisi makerubi tunawapa wanadamu ili uhalisi wa kazi zao za kiroho ambazo lazima zifanye kazi zaidi ya kawaida na matumizi ya kawaida. Mtu anapokuja kwa Yesu, kazi zake za asili huwa zinaamshwa kiroho kupitia matumizi ya kawaida. Kwa muda wote neno la Mungu likiwa limetiwa muhuri, mambo ya Mungu yalibaki kuwa ishara, kwa sababu sanduku la agano lilifungwa katika ujumbe wa makanisa, na mambo yalikuwa bado yamefunikwa kwa sababu Mwenyezi alishuka ndani ya hekalu ambalo halingeweza kuona na kusema, kwa sababu hekalu lilikuwa nyenzo. Ilikuwa ni kitu tu ambacho hakingeweza kusema. Hii ndiyo sababu wakati mwingine katika kipindi cha enzi, neno la Mungu lilikuwa adimu nyakati hizo. Malaika alisisitiza kwamba tafsiri ya makerubi wawili kwenye kiti cha upatanisho ambacho ni kifuniko cha sanduku la agano ina maana kwamba neno lilitiwa muhuri, kumaanisha neno la Mungu liliwekwa kanuni wakati huo katika agano la kale. Malaika wa 4 anaonesha katika kipindi chake kwa nini katika agano la kale hatujagundua uhalisia wa neno la Mungu. Kwa sababu sanduku la agano lilikuwa bado limefungwa, na wale malaika walinzi wa agano walioonyeshwa kwenye kiti cha upatanisho hawakuweza kutoa ujumbe huo, kwa sababu kanuni za sheria zilikuwa ndani ya sanduku ambalo lilikuwa limefungwa. Ndio maana makerubi walikuwa katika umbo la amri. Hii ni muhimu sana. Malaika alisema tulichongwa na wasanii, ni kwa sababu Mungu alikuwa ametoa amri kwamba hakutakuwa na ufunuo wa Mungu ambao utabaki umetiwa muhuri. Huko katika agano la kale, utukufu wa Mungu ulikuwa katika vitu vya kimwili, na sisi malaika hatuwezi kufanya kazi. Wakati wowote wanadamu wanaposhindwa kufikia ufunuo wa neno la Mungu, malaika hangetenda, kwa sababu neno limebaki katika nyenzo. Na wanadamu wanapopatikana kuwa mahekalu mapya na kupokea ufunuo wa neno, moja kwa moja mambo huanzishwa na malaika huanza kufanya kazi. Zaburi ya 103 mstari wa 20 inasema, mhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mtendao maagizo yake, mkisikiliza sauti ya neno lake. Malaika wa 4 alipokuja akizungumza kwa mshangao wangu, Bwana Yesu mwenyewe alitokea. Alikuwa mzuri kupindukia. Tayari nimemjua kwa sababu nilimwona mara nyingi. Na hebu niseme hivyo kwa mara ya kwanza ninapoomba, nina fikra mawazoni mwangu uwakilishi wa Mungu ninaoomba, kwa sababu ninamjua. Siombi kwa akili tupu. Katika sala mimi huzungumza na mtu ninayemjua. Nilishangaa Bwana alipotokea, kwa sababu mkutano ulikuwa na malaika wa 4 wa kiroho. Yesu alitokea wakati malaika waliposema tunahitaji mahekalu ambayo ni ya kibinadamu ili kufanya kazi na kuamsha kazi yao. Kwa sababu mwanadamu ndiye hekalu jipya, mtu anapofahamu uwezo wa neno la Mungu ambalo ndani yake matendo yetu huanza. Nilielewa jambo moja, na nitawaambia wasikilizaji na watazamaji wetu. Watu wengi wananiuliza kuhusu kuwaona malaika wa Mungu. Nilikuja kuelewa kwa nini Bwana anawaacha viumbe hawa wa mbinguni ili wajidhihirishe kwangu. Kwa sababu mimi ni mmoja wa manabii wa nyakati za mwisho ambaye alikuja kuthamini neno la Mungu kwa kupigana dhidi ya mafundisho ya uongo kupitia kipindi cha mafundisho yenye uzima.
Nilikuja kulitathmini neno la Mungu na ninakuja kufungua sanduku la agano. Ndio maana naitwa Musa. Wakati sanduku la agano lilipofunguliwa, nilitoa mbao 2 za sheria, na sina lengo lingine zaidi ya kueleza neno la Mungu kwa watu. Ninapofafanua neno la Mungu, ninajitahidi kutoa maana halisi ya unabii wa Biblia. Mimi ni nabii wa nyakati za mwisho. Biblia si kitabu cha hadithi. Biblia ni kitabu cha kinabii. Lazima tuwape watu maana ya kinabii. Kwa hiyo Yesu alipotokea, alizungumza kabla ya kufikia huko. Swali ni, kwa nini ninawaona malaika? Ni kwa sababu kiti cha upatanisho kilikuwa kimefungwa, lakini tunafungua sanduku la agano ambalo lilikuwa limefungwa. Tunaeleza mabamba ya sheria kwa watu, si sheria halisi, bali ufunuo. Kwa hiyo makerubi waliokuwa wamechongwa kwa namna ya vielelezo huwashwa, wanaanza kutufunulia siri tunaposoma kitabu cha sheria. Kisha Bwana mwenyewe akasema, waambie watu wangu sasa kwamba nimewapa ninyi nafasi kupitia watumishi wangu 4 kupokea maarifa. Niambie kanisa langu kwamba yeye anayeishi milele amefungua siri, nami na wachukueni kama mashahidi. Bwana alisema, kumbukeni jambo moja watu wangu. Hili ndilo jambo kuu la kipindi hiki cha wakati. Kila wakati mnapokusanyika kwa ajili yangu, idadi ya saa mnazotumia katika uwepo wangu ni fursa ya kuwa na miili yenu wazi kwa sherehe. Swala ni upatikanaji unaokuweka kwenye sherehe. Ndiyo kusema nyakati ulizo nazo katika maombi ni fursa ya maombi kukufanya uingie katika utakatifu. Bwana alisema, katika uwepo wangu ni fursa ya kujifunza upatikane. Unapotoa mwili wako kwa saa 1, unaunganishwa kwa saa 1 na unahusishwa na utakatifu kwa saa 1. Unakuwa kama kifaa cha kielektroniki kinachounganishwa kwenye chanzo, kwa kuwa inachukua malipo ili kutokwa. Unapokea kutokwa kwa umeme kutoka kwa malipo kuu ili kutumika. Kutokwa kwa umeme ni kama radi. Kutokwa kwa radi na umeme, na wanasayansi wanasema katika kutokwa kwa umeme kuna mabilioni ya voltage za umeme. Bwana Yesu alisema, mnapokuja mbele yangu, mnaingia katika utakatifu na mnaiweka miili yenu kwenye sherehe. Ni muungano. Kuomba bila kukoma kuna maanisha kuendelea kushikamana bila kukoma. Kuomba bila kukoma kunaungana kila mara. Mwenyezi Mungu aliniambia, utawaambia watu wangu wakati utakaochukua mbele yangu ni muhimu. Waambie watu wangu, hasa wale wanaosema kuwa ibada inaburuza, msimamizi na mhubiri wanaburuza. Waambie watu wangu, kadri wanavyoburuta huduma ndivyo unavyoingia zaidi katika awamu ya huzuni. Unapohisi uchovu katika maombi, uliingia na kufikia hatua ya kutupwa. Unapoomba, huzuni huanza. Unapohisi uchovu, na hapo ndipo haiba huanza. Haiba sio ya wale wanaopenda vitu rahisi, sio kwa wale ambao hawapendi gharama. Uchovu na upata katika bidii ndio huchochea karizma. Maumivu na haiba huanza mtu anapokuwa mbele za Mungu hadi kufikia hatua ya kuchoka. Kwa maana uwepo wa Mungu
ni sherehe mbele za Mungu kuna athari, na tunapomaliza maombi, karisma inatusindikiza, kwa maana tunapokuwa mbele za Mungu tunachanjwa tena, na jaribu linapokuja tunatoka. Nishati niliyoipata katika maombi mbele za Mungu inatolewa na inaharibu jaribu. Yule anayetumia muda katika maombi hupokea mali zote zinazoonekana ili kuwa karismatiki na kupinga majaribu na vikwazo. Bwana Yesu alisema, "Ndio maana nilipokuwa katika mwili ilikuwa ni kujiumiza. Nilikuja katika mwili kuwa na hisia, kuomba usiku, kuacha na kuchoka. Nilikuja ili nisulubiwe na nisikie uchungu. Nilichukua nyama ili kujifunza kulia, ili nitoe jasho, ili mtu wa huzuni azoee maumivu." Kitabu cha Isaya sura ya 53 mstari wa 3 hadi wa 5 imeandikwa, "Amedharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye huzuni. Alidharauliwa wala hatukumuhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika kanuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona." Bwana Yesu kwa kumalizia alisema, "Nilichukua mwili ili nipate kutokwa na damu na homa, ili niweze kuzingatia mwili." Angalia, hukuwahi kuielewa hapo awali, na leo utaielewa. Katika Gethsemane, kilichotokea katika uso wangu kilikuwa ni jasho la damu. Kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 44 inasema, "Naye katika dhiki yake akazidi kuomba, na jasho lake likawa kama matone ya damu yakidondoka chini." Waebrania sura ya 5 mstari wa 7 inasema, "Katika siku za maisha ya Yesu duniani alitoa maombi na dua kwa kilio kikuu na machozi kwa yule ambaye angeweza kumwokoa kutoka kwa kifo, naye akasikilizwa kwa sababu ya kicho chake." Alisema uso unaashiria ono, damu inaashiria agano na mateso. Gethsemane ni fundisho linalotuambia kuwa na maono ya damu, maono ya mateso. Unapoteseka ili kumcha Mungu, unaingia kwenye agano na mimi. Nilikuweka katika agano la mateso. Ghafla Bwana na malaika walitoweka. Na hapo ndio mwisho wa ushuhuda huu, ushuhuda wa kwanza wa ufunuo na mafumbo ya Mungu hadi wakati wa mwisho, ambayo yalifunuliwa kwa mchungaji Moses Lushiku wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Weka vazi lako la utakatifu bila doa kwa toba kamili, utengano kamili, utakaso na urejesho. Bwana Yesu Kristo anakuja sasa. Epuka kuzimu kabla hujafa. Mungu akubariki sana. Na hadi kufikia hapo tunakuwa tumefika mwisho, tamati kabisa ya ushuhuda huu wa kweli kutoka kwa mtumishi wa Mungu Moses Lushiku wa huko nchini Kongo. Mimi niliye kusimulia ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza pia ukanifuatilia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo la Jacktan Msafiri. Lakini mhariri wa sauti katika ushuhuda huu ni Eric Audax. Nikukumbushe kwamba ili kupata ushuhuda huu pamoja na shuhuda nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu,
zote zinapatikana katika chaneli yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. Promover, Promova TV. Promova TV pia inapatikana kwenye Facebook, Instagram, TikTok pamoja na Thread. Hakikisha unaifollow, lakini pia hakikisha unasubscribe kwenye channel yetu kuu ya YouTube. Lakini kwa mawasiliano, kama una maoni, una maswali, una mapendekezo, ama unao ushuhuda unataka kushuhudia, ama pengine unataka kutoa sadaka yako ili kuwezesha kipindi hiki na Promova TV kwa ujumla, karibu sana. Tafadhali tumia nambari hizi. Vodacom Tanzania ni kujumlisha 255 766 294335, na Airtel Tanzania ni kujumlisha 255 784 074 462. Hayo ndio mawasiliano yetu ambayo pia yanapatikana kwenye WhatsApp. Tupigie, tuandikie, tuwasiliane. Na Mungu akubariki sana. Tafadhali endelea kufuatilia Promova TV. Shuhuda nyingi zinapatikana, na kuna ushuhuda mwingine mkubwa ambao unafuata hivi karibuni. Usikose kufuatilia. Lakini kwa leo mimi nakuaga nikisema kwa heri. Mungu akubariki sana, na usiache kusambaza ushuhuda huu. Sambaza kwa watu wengine wengi kadri uwezavyo. Mungu atakubariki sana. Mungu atakubariki sana. Usiache kusambaza. Fanya hivyo, utabarikiwa. Tukutane wakati mwingine. Kwa heri. Promova TV, a home of testimonies. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 3005111819273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova.